kipindi hiki ambacho Bwana umetupa tukaweze kuja hapa kanisani kuleta shukrani zetu, kuleta Bwana zaka zetu, kukutukuza, kusikia kutoka kwako na kukupatia mahitaji yetu. Upendeze Bwana, upokee sadaka zetu, shukrani zetu, upokee Bwana na zaka za watoto wako. Na sasa Bwana, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu vikapate kibali mbele zako na mbele za wanao, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kaeni tafadhali. Bwana asifiwe. Leo inampendeza Bwana tusome katika Mathayo mnyango wa 11 kuzoya kifungo chija cha 16 mpaka mrongo 19, alafu mrongo 25 mpaka mwisho. Na kuna mambo hapa ya kujifunza siku ya leo, ya kwamba Yesu Kristo ndiye anayepeana pumziko kamili. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kupatia pumziko kamili ya kutosha 100%. Pumziko thabiti na kamili japatikana kwa Bwana. Niko tunamada borege nime isubirio japoini. Isubirio japoini ni baga yake basi. So hapa tunaona kwamba mahali pa kuweka matatizo yetu, hata baadaye kwa wakati wa Holy Communion nasema wasi wodu wosi na ugenja msalabeni kwa Kristo. Kule mwako dukose na kugenja msalabeni kwa Kristo. Lakini isubirio jedu dajibika kwa Kristo uko aliye hai. Tumaini letu. Hata wengine wanaimba nasema tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Kwa hivyo wapendwa, nataka niseme kwa Yesu peke yake ndo kuna pumziko lililo thabiti. Wengine wanasema kwa sababu ya matatizo haya mimi naenda nikunywe pombe ili nisahau, lakini ikiisha unarudi pale pale kwanza, unaanza tena zero. Hata afadhali ungekaa bila kunywa, maana ungekuwa umeenda uka cool down pole pole, maana utakuwa unashikana na reality. Lakini kajibu kwenda kukulibishe wakati kubuya baadaye wazo ya stress razo ya nyaje, depression. Watu sasa wanajinyonga. Kijana mmoja juzi amejitupa pale Mwatate kwa ghorofa ya 3 akajirusha. Hakufa immediately, alienda kufidia kamera punda. Huwezi kujua ni nini alikuwa nacho kwa moyo wake. Na Yesu ngelo roso abedzera wakundwa wa Bwana verse 28 inatuambia ya kwamba chonyi kwapo nyombose msumbukaga na kulemerelwa ni msigo na ninichamboresha. Kwa Yesu kweka niko kuko na bohoreshi wa vijana ambao wametatizika, wengine wametatizika sio wamekataliwa, lakini hapa leo Bwana anatukumbusha, maana neno tunalo kila wakati, ya kwamba wapendwa, kuna mahali pa kuweka tabu zetu. Wakati mwingine huenda usiambie rafiki yako, manake ataenda kukutangaza, lakini Yesu yuko hapa ambaye unaweza mwambia tabu yako. Unajua kila mtu anapitia stress. Ngera nyoweni moka tofauti na hili. Sijui ushawahi jipata unaongea peke yako. Hata kwa mambo mazuri. Hata unaomba lakini inabidi kwa bedana na mlungu kama uka. Kwa mzera Bwana ijitika kasebonyeki kumanye hudumiki wako wadma kuzama. Ama ngera jina lako litatukana, naomba Bwana uingilie kati. Wengine wanapenda kujifariji na kusema Bwana, hii hata usitume, kuja mwenyewe. Na ni vizuri hata ukiona mtu anaomba analia, afadhali alie kwa Bwana. Maana anatoa machozi yake, anatoa stress kwa Bwana, akitoka hapo ako sawa. Lakini uko rai mimi hata wanaweza kulomba ni silomba. Na kulomba na ngolo sawa. Lakini wakati mko ngolo ni kulombao. Na kwa watu wampia, rafiki wetu mwingine alikuwa akiambia watu waombe sasa. Yeye hana mambo mengi ya kuomba. Anasikia ile unasema, alafu sasa yeye anaitangaza kwa nguvu. Unasema Mungu ingilia watoto wangu. Mungu ingilia watoto wangu. Ingilia watoto wangu. Sasa yeye ni yake. Hana maombi ya kuomba, lakini umemkumbusha wakati mlikuwa mnaomba, na anaomba namna hiyo. Lakini ni kuomba. Wapendwa, katika dunia hii Biblia leo inatukumbusha, kwanza hapo preceding verses imeongelelea ya kwamba Yohana alikuja
watu bado wakamwekea maneno haya. Kukaja Yesu. Yohana alipokuja, yeye akawa anafunga na kuomba, watu wakasema hai, huyo ana pepo. Haya, Yesu akaja anakula, wanasema hai, oka na lafuo. Imagine, yani wanadamu hawakosi kuongea. Hii inatufundisha nini? Kwamba tusingangane kumpendeza mwanadamu. Ukiona watu wengine hata wanajiua, maana wengine wanataka kumpendeza mwanadamu, alafu wanakuta vile walivyotarajia ni tofauti na vile imetokea. Kwa naambiwa tuke baada ya kwanza, kuna mwingine alingangana akafundisha ndugu yake, hasa wakiwa watu wakubwa, watu bamu kulowa kwa bwesa, lakini bamu bedalo kuwa vekela. Ama bedalo kuwa vekela. Maana imagine unakosanishwa na brother. Hasa huyu mkubwa anasema, jamani, wananacha kulomba ruhusa nani mwandu huko mdini kunde kudumbua, lakini wangu woka kwa mwano na kwako niko nacha kuhuria bwana. Na mro wajibu warawe kwanza sikunda kuona. Ngakubona huko ngole kwa adachujuka, ngakubona hata ukaza kachas pata sere. Kaka kopos pata sere. Simere kwa cha undaki. Na imagine mtu amesikia tu mke wake, sijasema mtu asisikie mke wake, lakini mambo mengine yenye atakutenganisha na ndugu zako, achana naye. Maana ukiwa vile umekuwa tena, ndugu zako watakuja kusaidia. Ndugu zako ndo watakusaidia pale, hata ukienda ndugu zako ndo watazungumza. Mke wako atasema ina ale mwa wakundwa na wakemea dali saribu mama kemea dali. Mimi sijasema eti watu wasipende waume zao ama wake zao, lakini nataka niwaambie, ona mfano huu, mtu ambaye alikuwa anaishi vizuri na mpaka ndugu yake anamwambia kabona ndekunda kukunona ama kukubwaga, singekubwaga zamani. Lakini zigana na kulipe school fees, ino kwenjere school, ino kwenjere kwa mahari nikoenja ngalipa. Lakini leo hii, yani wanadamu, you cannot please human beings. Hata mimi siwezi kwa please nyinyi, na nyinyi labda hamwezi kuni please. Lakini wapendwa, katika haya maisha tungangane kumpendeza Bwana. Amen. Na ndio maana Bwana anatuambia, mnapofanya kazi yoyote msifanye tu muonekane. Mnafanya as if you are doing it to Christ. Hata mambo yote tumezungumza, denominator remains kwamba dawe mbwera ani Bwana. Ngeradipo sedeni manya hubo ndedaka malawi orabe hai, hata mimi sijakuwa recognize, watu wametolewa vote of thanks, mimi sijatajwa. Ukijua kama hujatajwa, Biblia iliambia wengine, shukuruni kwamba majina yenu yameandikwa kwa kitabu cha uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana tunaweza taja majina hapa, lakini useme hai, mimi hata padi kwanza mimi ndo limuokolea tu nini, lakini hata hajanitaja, kumbe na mimi nimesahau. Na wewe umeweka lazima utajwe. Kuna vitu vingine you cannot please everybody. Pale nyumbani unaweza fanya mambo mazuri na watu wasiaone. Bana kwa uneka vindo meri ya ndepora chapu, wanaacha tasahani kwa meza mpaka kukukotie vile ili Sandra Bonyaki hivi vikombe. Yani kuna watoto wengine hawashughuliki, unaoshea vyombo, unaosha sahani, hawasemi hata asante. Wengine wabekotelwa vile nechukua bwere kibaru kwa kusema jilipia school fees. Sasa kujilipia school fees mimi, kwani niliandika application nizaliwe? Mwenye alizaa kanileta duniani apambane na hali yake. Mtu anasema namna hiyo. Na sisi nyakati zetu tulikuwa ukipata pesa unanunua seti. Au kwa tisia ndio namuona my son, my daughter is becoming responsible. Lakini kizazi tulicho nacho cha saa hii mambo yao ni tofauti. Hata banake mkabizika na nchagama tuku wengi kagwa mandazi nala kwa mandazi. Unawaachia watoto wale mandazi. Mwingine anakula kumaliza. Hataki kujua. Maana anajua ikiisha babangu anaweza rudi kwa mamake Hana aende aletee huyo mwingine. Hajui kwamba vimeletwa wagawanye. Hawako hivyo. Nyakati zetu ilikuwa mtu unakuja, unamega chakula, umetoka shuleni unaachia wenzako. Kizazi cha sasa ni kizazi cha ubinafsi. Na nisi wendi fundishire mabora nyo mumufundishire. Maana cha ikansenyi mala ugeka kwa ubinafsi. Bandu beka bejikunda bendu bekeri. Mungu atusaidie jamani, tuondokee mambo ya ubinafsi. Yesu anasema leo wanatukumbusha kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Lakini kabla ya hivyo nataka niseme focus kwa maisha yako. Yesu aliambiwa maneno, Yohana aliambiwa, na wewe utaambiwa, na hata kama uliambiwa juzi, kesho pia utaambiwa nyingine. Mako nimo kurida mapera kwanya isingie putu.
ikabo mnada lakini bantu bamu za mlon hata ndugitimie wanza kwa mapera kanani ndikaisingi na kumanya. Kuna watu wengine niligundua watu wanasema ukimtafuta nyoka miguu unaiona. Unajua ukianza kuambiwa ubaya wa mtu unaanza kuona kwa sababu una concentrate na negative, lakini kuna positive ya kila mtu hapa kanisani. Kuna watu wengine hata labda wamedharauliwa hapa kanisani, hatujui labda wamedharauliwa wao ndo wanajua. Kuna watu wamedharauliwa, kuna wengine wamevunjwa moyo na wenzao hapa kanisani. Mwenzako anakuja kutoa shukrani yake, anakuja kutoa sadaka yake, aende mfano ufunye sijui omoni si brigiti parabuja brigiti kwa ende kazi gana icha kazi kuonya. Badala ya kujudge, anza kwanza ujifundishe kwanza ni nini, na tena anamtolea Mungu akaja kutolea wewe. Si Mungu ndio judge wetu. God is the one to judge. Watu wakati mwingine unaweza kufikiria mwenzako ni mbaya, kumbe mbenu waheri kitambo kwa baki ya kweka koka na shida raba mkuka kwelie funyero sadaka mbenu abefunya nukurufunya. Mungu atusaidie tusiuane mioyo. Biblia imesema mkulane lakini msimalizane. Manake inamaanisha kuna watu wanamaliza wenzao. Mwana ambao hakuna kunya klamboro waanza kuzora malao. Na kumuna pana kufua ngolo, focus. Bwana asifiwe sana. Asiku tumeambia watu you have to focus. Watu wanakuambia kwa penda kusaki, napenda kusama mkopo. Hao. Kenya women. Na kwanza kuzira wendo kuichi mbenyo usirege ukachaka kusura mabamba yake, kusura ng'ombe yake, hata mdomomba na kwenda kwamba ubuso kwa Biblia uko mndumu uko mkaumu uambie bana wake vembe na kubuzwa kwa sababu ya deni. Unajua kuna watu wengine huwa hawajali ukiwa na deni, anasema usiniambie hauna vitu, naweza piga hata mume wako mnada. Imagine. Naweza piga mke wako mnada ama watoto tunawauza utupatie deni yetu. Wewe ujui watu wakikusanyika pamoja ndio utajua vile wanazungumza. Mimi nishaikaa kwa kao kingine, mtu mwingine anasema pesa za chama mahali. Kwa nini hajalipa? Chama anaulizwa mbona hajalipa? Sijui nini. Kama hajalipa tutaendea watoto wake. Na wengine wanasema eti kwa Biblia, wengine wanatumia mambo mengine kwa Biblia yaliandikwa tujifundishe. Ni mabaya, tujifundishe tusiingie hapo. Anasema hata kwa Biblia kuna watu waliuziwa watoto. Kwa hivyo hata kama sisi wako na watoto tutawauza. Imagine mtu anasema hivyo. Hiyo inaitwa children trafficking nafikiri. Watu ukiongea mambo mengine anaweza kukuletea shida. Eti kwa ni machu kwa dada malabo kwa mambo gani create shida. Sasa leo Bwana anatuambia tu focus. Atangira bandu kuna hivyo nasema abana mao kado nilega Holy hae haleluya meko na Yesu nisoma. Lakini wimbo pia ulikuwa unaimba kusholea wengine. Ndo amera kwa rukundo nbadu unaoboria mai maksudi abana mao mikado nile sairobu jakumani ndonekelo vindo maana ndobere kazi. Hii wimbo haiendi namna hiyo. Wewe hujafanya kazi. Unajua nilikuwa naambia watu baada ya kwanza hapa, mnamjua babu yetu Ngondo alikuwa anakuja hapa Undanyi na anakuja na gari lake. Anaacha watoto walikuwa nasoma wanakuja mguu. Lakini tena bana kama tukuka mzerabe wasipike sijui nini, wanaona unawaonea, wanaanza kuchomea nyumba wana wanawatishia. Nikorei nyumba idako. Mseke kora wale vipendo mje. Yaani watoto eti sasa wanatishia watu. Mimi huwezi mtishia hiki. Kama mimi sijaitishia mzazi wangu, wewe huwezi mtishia na kutandika proper. Lakini sasa wazazi hawezi kupiga mtoto. Eti bana mseke kabwa hakirabo rache bikwa na bana ndem kabwa. Lakini hao watoto waliofanya hivyo zamani sasa wako na magari mawili matatu. Mtu mmoja maana walijua kungangana. Agama tukubandu babengangana neka na reverend wa rafiki wa Pomzera. Wakati wa World Cup vijana wametembelea bwana. Nikawaambia marafiki zangu bwana tupigeni kwanza kabla ya World Cup kwanza. Sisi tunafanya tunataka kuangalia World Cup. Na komanya kama tukubandu kaka bwana World Cup ndimanya nikichavendelia. Hata mambo kwa simu ndima ya kichavendelia. Kumbe jamaa ameingia akafika akasema leo tutawafundisha. Napika chakula yangu yenye haitabaki. Na ukadeka ukamera kwa sufuria kaila swe. Vajama World Cup enda sia. Padukola. Henala. Padukola lanjala. Na nalala njala. Dano vindovia. Mwadeka. Aende deki basi lale.
Itabidi majamaa vifunguke. Maana wengine wanaangalia World Cup kuosha vyombo hawataki. Eti wewe unakuja kunitembelea, sisema nyinyi lakini. Yaani wakati nilikuwa kijana, wakati nilikuwa sijaoa. Nilikuwa napata marafiki wanakuja wanatembelea, wengine walikuwa wazuri, wengine ni wabaya, lakini wote ni wetu. Mwingine akija, yaani wengine wako free na mimi nafurahia. Anakuja chai naambia hapa ni kwenu bwana. Kunywa chai. Akimaliza anaosha vyombo. Ngoja mwingine anakunywa chai, padi naenda, amwinjilisi naenda. Haida na vlambo nikogoshere. Mambo ya kuvyogosha ise. Yaani unaniachia mimi nikuoshere, nikupikia. Na kuna watu wengine hata watoto wetu wako huko Mombasa, Nairobi, David deka kwa bobanda avamia vindo vahamba. Omundu deka. Na hata wao wawe safe mkwake mzino roho mdumia chochose bado yeye ni kwenda kungangana na kubeti. Wa beti pesa rose ramfu raenda. Na pesa kindu ra sukari raenda. Eti mambo ya kubeti. Wengine wamebeti miaka nenda miaka rudi hawajaipata. Maisha yajabadilika na watapata. Maana kansenyi ikamzera mchango wa vijana. Ijitu kunkula lao kilimoni magoti. Hai mimi siendi nimetatizika sana. Ingekuwa ni mambo ya watu wanakuja kucheza tibimu saa 12 ingekuwa amefika. Lakini mambo ya Bwana watu hawana haja naye. Bwana anatuambia sisi tu focus. Hata kafunya mnada wako, abantu gerabe kumanya omuntu wa mnada, lakini nicho wabefunya pesa. Wacha kuna watu wengine makanisani wanafisha wenzao moyo. Lakini usiangalie kufisha moyo na mtu. Kwa sababu ndiko gena baba wako umu wafue. Sasa umeona oleka kiliboye, oka kidedangana kweli bwana. Mkamzerela wako sasa sija kwa mrungi. Sasa unajua ukiambiwa hivyo huwezi kumwambia kitu kingine. Ora sija kwa mrungi, wanajia kwake. Lakini alikuwa kimaanisha kwamba huwezi kumpangia. Eti wewe unataka mtumikie Mungu wako, unaangalia watu wanasema nini. Hapana kuangalia watu wanasema nini. Jitoe wewe na nyumba yako. Yoshua alisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sasa kwa nini uanze kuangalia eti mwasikira gabore kansei na bantu bamude bisikira matangazo nicha hata nache kundwa lebo aje mzebu wakati kwa matangazo mwalimu wakaya ocha chana mfumu wakati kwa matangazo odunga lumbolo wa matangazo bwana sikiza eberi ngoma bizikire maana bantu babache kansei lakini bisikira matangazo ukafuma shikani kumkote bantu bazero hata kwani madoga poa sikira M-Pesa message yabe ngia na simeka karibu silent lakini wasikira hata mbona unaweza kusema kwa hiyo ni M-Pesa hiyo maana uocha differentiate ukamanya message ya M-Pesa ikae tofauti nema useketa tizika ukamanya umanye ni M-Pesa na safari kwa meplo mlilobwana lakini kansenya wandu kunde kusikira Bwana wabe divuona jameni tafadhali Bwana atusaidie tufanye kazi ya Bwana pasipo watu watazungumza na hata kuzungumza na siye kora bandu bamrange ndipo saya leka bandu bamrange na sika bandu bakora hai kwani mndangenyi bandu kama kaya bandu bakaya bandu badembu ngazira nicho onwa dembu sasa kwa nini tuharibu watu wote na hapa kuna watu wazuri Mungu atusaidie ukifanya jambo usingojee watu wakupigie makofi maana rai ya kotea mwana wake Bwana aenda shahadi kwenda kuone mwengusaji huko na kusikunwori research kwa bona rai Monoro yenda kuya wanadamu na watu wazuri ajabu. Mahali popote unapita unapigiwa makofi namna hii. Unapigiwa makofi kanzora mbaya kwa mkelo. Abo bando basi ndalo wanakukubwaga. Nangu basi ndio peace. Sasa wewe unataka eti kufanya mambo mazuri, eti umeleta kitu itangazo kila mahali. Hata Biblia imesema ukitoa kitu nyingine mtu mwingine asione, mkono mwingine usione, si kweli? Unaweza amua mimi hata mwingine si aliamua kaeka hii kanisa rangi. Aliamua na Mungu wake. Wao unangojea mpaka eti hata wanasiasa nilikuwa nauliza wengine kwani nyinyi mpaka mtangaze mmetoa ngapi? Lazima tangaze ndio watu wajue tunatoa pesa. Yaani wao wako kwa hiyo namna. Eti ndio watapata kura nyingi. Lakini hapa hatuko mambo ya kupata kura. Bwana sife sana. Tunamtumikia Mungu wetu. Hata mwanasiasa anatakana afunguke akili maana ni Mungu anapeana uongozi. Aseme natoa kama mwanadamu ameona ama hajaona lakini Mungu wangu amefanya nini? Lakini hawawezi kufanya hivyo. Hata wangekuwa wangesema hiyo ni yako hauko kwa siasa, hauwezi kutufundisha siasa. Hata kwanza wenyewe hawajui siasa. Siasa nyingi iko kwa Biblia na mimi naijua vizuri. Sasa wapendwa, nataka niwaambie kwamba tusifanye kazi kwa kuonekana. Usifanye eti mimi sasa vile nimeambiwa inaitwaje hii? Bronze aluminium. Inagusa aluminium. Kwa nini kuigusa na Bwana pore
Mungu wangu, acha sijajiweka hapo, lakini nataka unisaidie. Na ukiombea Mungu mambo haya, unaweza shangaa Mungu akakuletea pesa nyingi sana. Lakini kusekewe sera badamu bebada vikusifu. Chairman wa kama wa vijana, chairperson wa mission na chair wa mothers na chair wote. Usifikirie watu watakuja kusifu. Watu watakusifu. Kwanza watakuwa nasema ai sen anu umru kumangu ata ulale mkongo noko sekecha tangazo la matangazo gekwana umama kumangu ulale mkongo, lakini ndo lala mkongo wala la Kenya. Mkongo wewe utaenda Kongo zako ukae huko. Lakini watu wataishi vizuri, maana wanamtumikia nani? Bwana. Unajua kuna watu wengine wako hapa makanisani, lakini hata baba bora padri ndo Mary ya gali ni galera, na unashindwa hiyo kitu anafuata nyumbani, unashindwa ni nini kinafuatwa hivi. Lakini akienda nyumbani wasiko kuja kwa genao iguo kumangu ndime tofauti, wasiko kuja kwa genao iguo ndime nzaidi. Maana kwa sababu wengine hata huwa wanatoka makanisani haijaisha, nanda fikiria mariba ngombe hapo hivi hitu sababu ya iguo. Sasa mayoja Jumapili naweza hepo nende nikamwe, nataka mimi niwe wa kwanza kunywa hiyo maziwa, nipelekee padri, alafu sasa mema nyoma riba. Sasa beko bandu bahamu ngombe kavo basi kwani ndo mere ngombe ya poeva makansa gatoe, lakini ukafafrika haikasa javeni fikiri habada na wachemsha mariba. Mungu naye ni nani? Mungu anampatia bundles aingie kwa TikTok, aangalie TikTok mpaka sao mazerecha sufuria ya oma mariba gadika. Maana Mungu hachezewi jameni. Mungu hawezi kumchezea. Unajifanya eti unatoka wewe huwezi kwenda kanisani, ukienda huko unataka naenda kutengeneza kazi. Mimi ni sawa, kuna kazi nyingine kweli hata watu wanaenda Jumapili ni sawa. Nashukuru Mungu Jay mtu mzuri. Hata kama kuna watu wengine lazima wasafiri na Jumapili, na uweze kusema eti unaachia hiyo kazi Mungu amekupatia uifanye. Lakini unaona kanisa, usiache kanisa lako. Wakati mwingine kuna mambo mengine let us be sincere. Kuna wakati mwingine kuna vitu vingine inaweza kusababisha usiende kanisani. Tuseme ukweli. Ile ya ukweli. Kama mimi juzi nilifiliwa singeweza kwenda kanisani. Maana wao ndio unategemea pale na nini. Unaweza taka kwenda lakini watu hawatakuelewa vizuri. Sasa kuna vitu zingine hata kama hujaenda lakini uko unajua matangazo ya kanisani. Unajua nini kinaendelea kanisani na unajitokeza. Wazazi wa zamani kina beke baba wedeka abakotia. Maana mimi bali Mungu ndikasema kutidime matangazo gahora baada. They want to associate themselves with what is happening in the church. Lakini kutika nsenyi kwa besi pia malako agafumiria akatiki bwendo kwada kwa bada jizami ejada fanya mfano zami ndro kwa vile kwada. Na unajua kuna watu wengine huwa hata wengine na wanahabari wanachukua kile kitu mbaya. Wanasikia vile nimezungumza hajui nimesema nini huko juu na huko chini, anashikia ile ya katikati anakupatia hai padri amesema hivi. Unajua mtu akitaka kusema gazeti vizuri anakuja anashikia ile statement ambayo nilikuwa nasema mfano mbaya. Alafu sasa padri ukishila idime kansa jamdangenyi saa 6 na dakika zilinga wahora huku na huku. Na unajua hiyo itauza sana. Lakini Mungu atusaidie. Lakini nataka niwaambie jameni, hata ngerabu Mungu wakana wasi. Bwana amesema tumpatie mizigo yetu. Mizigo ya Bwana dimneke Bwana. Bwana nekie baba benda rabo nduku woria waenda hao kamkotia bele abo kwa ki amama mi kwa ende hao nini niko above 18 years sasa kuchunguzwa. Hai, na ukienda ukiumia mimi ndo utaulizwa. Maana akiumia utaulizwa wewe ndo wa mwisho unakaa naye kwa nyumba. Ama ngero ndo kijavula mvake waacha wadaika wafwa ndio bore before lakini. Yaani tunasema kwa mfano unajua ndio utakuwa first suspect. Waambie alikula nini ulipatia nini. Lakini bado baada javula mvako ndio kunde kukugoria. Tujikaze jameni. Kama Yesu aliambiwa hayo mambo yote, sisi mizigo yetu tunapatia nani? Bwana. Dineke Bwana mizigo yetu. Beke mawe kwa haba mabedia malago kurie, lakini padri tusaidiane kuomba jambo hili. Na after some time unakuta Mungu amefanya. Kwa sababu tukimuita anaitika na anafanya. Kuna watu wengine hapa Mungu amewafanyia mambo makubwa. Sasa hata kama mtu atakuchallenge na mambo mengine utamwambia, lakini kitu ninachojua, unajua kuna mwingine aliponywa na Yesu. Akaambiwa hebu tueleze nani aliponya. Anasema hata mseme sijui nini na nini, mimi nilijua nilikuwa kipofu, sasa naona. Ushuhuda wako hakuna mtu ataondoa kwa sababu ni facts ambazo uko nazo. Sasa kuna mambo ambayo Mungu anatamani atufanyie. Weko bantu babidia gwasi. Idana bantu babe kubwa. Kesi zira bantu kubwa. Raenda na bengi ba Kristo. Fanya uchunguzi wako utakuta.
badala mndushomela kwa jamlungu jimtesie, badala uende ulombanye na mambao omoni ndio ukunde. Haya sasa shida sio munungi, sarimu ni isi. Mwenzako anakuletea tabu, unaanza kumtangaza, kesho atakuletea kweli? Ataona afadhali nife kisabuni. Watu wengine wanasema wafe kisabuni, sababu hizi zinakufaje, wao wanajua. Sasa mlungu okubika akutesie bambenyi. Maana Mungu hawezi shuka hapa aseme eti mizigo anakuja kuichukua leo. Mungu anakutumia wewe usaidie mzigo wa mtu mwingine, maana ni Yesu amekuwezesha. Yesu ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Jameni. Mbendo kredi ya wasa pana kwenda kimtangaza, mwabone madaktari ikikuora mduseji huko. Na unaona madaktari vile wanaaminiwa. Hata kama daktari ni wa kiume anaambia mtu, "Ai, toa nguo hapo." Mtu hawezi kusema, "Ai, wewe ni wa kiume, mimi," maana anaamini daktari ile kazi yake hawezi sema. Lakini nani mwoni kansenyi, hata Biblia imesema jameni tuweke siri za Kristo. Tuweke mambo mengine, usende kutangaza, unasababisha mwenzako aje kanisani. Maana alikusikia ulimwambia kitu unaenda kutangaza. Ama mimi ni padri naambiwa kitu naanza kusema hapa. Mtu kesho ataniamini kweli? Alright, afadhali nenda lombelo Yesu. Kuliko lombelo padri, lakini muone mwasikiri tangaza habari na mdungi alone. Jameni, Mungu anatuita leo tupatie mizigo Bwana. Siku nyingine nataka kuambia mama mwingine, nilikuwa naona mama mwingine anapendana na mume wake sana. Sasa mama ndo anaongea. Sasa mama akasema, I will die for you my husband. Mume anaitika Alafu baadaye akasema, mimi mume wangu wewe umeshinda wanaume wote, hata sijui nikifa mbele yako utapata shida sana. Mume akauliza, unakufa lini? Umepata paka hapo. I will die for you. Akauliza when? Maanake huyu ni kweli anafanyia mambo mazuri, lakini hafanyii mwingine mambo mazuri. Na there are so many cases of depression. Watu wengine wamekuwa depressed kanisani. Just imagine. Mtu anakuwa depressed wapi? Na kanisani ni mahali pa kuoresha. Tulikuwa napiga watu wengine sorry, kuna mama mwingine alikuja na gaskuka yake kanisani akaja akapika chakula. Wazee wa kanisa wanapata ni makosa rodiki kanisani. Ukabzera nabe deki kansei manake ako kana sere. Nyumbenyi sere ndeiko nabe deka vindo mracha wabongwe wabe vidia. Hasa nimekuja nipike hapa maana nimepika chai yangu asubuhi kamwangu. Nimekuja nipike hapa nikunywe chai yangu mkiona. Watu sasa kanisani eti inatakana kwenu mahali pa amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani kafuma ako kana hata kumangu ikansei kumangu dabesha sheria kucha. Maana ni andu kwa sere. Kumangu ikansei nandu ndabesha sheria kugala. Maana ni andu kwa sere. Lakini kansei bado mimi kafika Jumapili. Niko sasa dilora Bwana leo sasa kanisani siendi. Mungu anatuona. Eti leo juzi nyingine baridi ya kwenu baridi yenu najua. Mimi nilifikiri watu wa ndani wamezoea baridi, lakini ile siku kuna baridi hawakuja. Wanasema eti mbeo eka, lakini ngerani Monday kukae na mbeo. Ateka skulu bado babeenda kama kawaida, sokoni watu wanaenda na baridi, watu utakuta sokoni pale. Lakini kanisani ndemkunde. Maana idana nebe mkunde wana wale uko hapa mpendwa, umetatizika, Bwana anakuita leo. There's an invitation ambayo inasema njooni kwangu ninyi nyote. Nyote Bwana anatuita sote. Hajaita watu sino wa wapi peke yao. Sote tumeitwa na Bwana. Tunaosumbuka, unasumbuka magonjwa mengine umetishia. By the way, siko maana chingamhuria. As I conclude, kuna mambo mengine si lazima ufikirie ni hivyo vile yamesemwa. Hata mke wangu angekuwa hapa angewaambia. Kuna mambo mengine madaktari wanasema, lakini si lazima eti ni hivyo. Na mengine anakuja kufanya pia uombe, si ndio So mimi nasema kwa sababu kuna mengine daktari alimwambia mke wangu, unajua siku nyingine tumeenda huko tarehe 17 mwezi uliopita. Ati mtoto siku zimepita. Zimepita aje? Sasa siku watu wanapitisha siku. Wanamwambia unajua lazima tutoe huyo mtoto zui nini? Nikamwambia mwanangu ndefu ni wapi? Na nikamwambia twende kwa huyo daktari nende muone. Hai hapo na watu tunaenda tena tunaingia. Niliingia pale kama mwendozi. Kwa hiyo unasemaje? Hai sijui pressure na tukaenda kwa pressure iko sawa. Hata tukaenda maternity pale, daktari mwingine tukukuta pale mwenyewe akasema hey, acha tana nikupime. Tukafanya scan. Mtoto wako sawa bado mpaka tarehe 1 ndo atazaliwa. Tukasema atakuja azaliwe ile siku amekuja mwenyewe.
mwenyewe. Lakini nataka niwaambie mambo, si kama mnanielewa vile ninasema, kwamba kuna vitu zingine unazaambiwa na daktari ukaweka kwa akili. Sasa haka ni burden yako. Bado kama kwa kibuka hata kasa ndio kuchaga, leo niko down sana. Jamaa mwingine aliambiwa na sasa, bwana lombi, leo siombi. Kwa nini niko down sana? Kwa nini unakuwa down wewe? Nataka nikwambie ni kweli unaweza kuwa down. Kuna vitu vingine lazima confront na faith, useme hii haitawezekana. Hata kama daktari amesema hivi, lakini mimi naamini Mungu anasema hivi. Na mimi nikaomba Mungu sana, nikamwomba Mungu, ambia Mungu, simekuwa nikiombea washirika, this time it is my season. Unajua sote ni wanadamu. Kuna mambo mengine yanaweza yakakusukuma, lakini weka imani yako kwa Bwana. Na usiwe kama watu wengine wanaombea bado hawaamini. Ndio fulani niko Ikaia. Siku hiyo Mungu alifanya mambo yake mwenyewe na nilienda kwa shughuli za Bwana. Ukifanyia Mungu kazi naye anakufanyia. Naomba tusimame. Palipo roho yote kwako. Tazama, Bwana Yesu alikuja hapa duniani ukitaka kumkomboa mwanadamu, lakini bado akawa na tashwishi na wewe. Yohana alikuja akaambiwa maneno, Yesu alikuja ukaambiwa maneno, nasi tunafanya kazi zako tutaambiwa maneno. Lakini Bwana, kuambiwa maneno haikukusababisha kukosa kumkomboa mwanadamu. Kuambiwa maneno haikukusababisha Bwana kukosa kuwa na focus kwa ajili ya utumishi ambao umekuja kufanya, uliotumwa na Baba. Leo hii Bwana tuko hapa, wengine wamekufa moyo maana kuna maneno wameambiwa. Leo hii Bwana unatuambia ya kwamba tusitafute kumplease mwanadamu. Tunatafuta kukuplease wewe, maana mwanadamu hatosheki. Mwanadamu Bwana ako na unyonge. Bwana, tumeaona katika dunia hii ya kwamba watu wanafanya mambo mazuri lakini bado wataambiwa maneno. Utusamee Bwana sisi ambao tunaambia wenzetu maneno machafu. Utusamee Bwana na utakase na vinywa vyetu viwe vya kunena maneno mazuri. Bwana Yesu, kuna wale ambao pia wamefisha moyo kwa sababu mambo yameongelewa ya kuafisha moyo. Bwana, tunaombea ukawatie nguvu sasa, wakaweze kujua ya kwamba hawamtumikii mwanadamu, wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana, umesema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana, umesema tena hapo tutapata raha nafsini mwetu. Raha tunapata kwako. Hakuna mahali pengine Bwana tutapata raha. Raha yetu inapatikana hapa kanisani. Na iwapo Bwana kuna wengine shetani anawatumia kuletea wengine kukosa raha, Bwana tunanyamazisha falme hizo katika jina la Yesu. Tupatie Bwana maneno yetu yakolee munyu. Tupatie Bwana maneno yetu yakaweze kuinua wengine, watoke katika unyonge na waingie katika kukutumikia. Asante Mwokozi kwa wote walioko hapa Bwana, unawajua. Wengine Bwana wako na depression, wengine wako na stress kwa ajili ya afya zao, kwa ajili ya watoto wao. Lakini Bwana, mchana wa leo tunakuita, maana umesema tukuite nawe Bwana utatuitika. Utatuonyesha matendo makubwa tena magumu siyoyafahamu. Bwana, awaye yote ambaye anapitia tatizo lolote lile, tunakukabidhi mchana wa leo. Matatizo ya magonjwa pokea, matatizo ya watoto Bwana pokea, matatizo ya ndoa kutatizika Bwana pokea, matatizo ya uchumi Bwana pokea, kwa sababu hakuna lolote ambalo linakushinda. Umesema tukutike fadhaa zetu. Tunakupa sasa Bwana, beba mizigo yetu, na Bwana tukahisi wepesi katika mioyo yetu, katika mili zetu. Watoto wako wakitoka hapa watoke na uponyaji wa roho na mwili, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wasema